Na mtazamaji wangu, leo hii Mheshimiwa John Heche ameweza kuvunja ukimya kutokana na swala nzima lililoweza kujiri siku ya jana. Pia kwamba gari la maafisa wa polisi lililokuwa likimfuata katika rali ambayo mwisho siku iliweza kuzuiwa na maafisa wa polisi kutokana na madai yanayozidi kudaiwa ya kwamba hivi sasa hadi tarehe 7 mwezi wa 7 hakutakuwepo na rali ya aina yoyote ile katika Jamhuri ya Tanzania. Hii hapa ni kutokana na tishio la maandamano ya awamu ya pili, maandamano ya Sabasaba. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, siku ya jana, kipande cha video hicho unachozidi kukitizama katika skrini yako hivi sasa kiliweza kuibua mjadala mzito hadi baadhi ya watu waliweza kudai ya kwamba Mheshimiwa John Heche ameweza kupewa ulinzi. Ila leo hii Mheshimiwa John Heche ameweza kufunguka kwa uchungu, akieleza na kuvunjika moyo jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani unajaribu kuzima chama Chadema kisiasa, na huenda ikawa hata ndiyo sababu kuu ya kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani, kwani yeye ndiye mwenyekiti mkuu wa chama Chadema. Hivyo basi huenda uongozi wa CCM uliweza kuamini kwa kumweka gerezani Mheshimiwa Tundu Lissu, chama Chadema kitaweza kufifia kisiasa, ila hilo halijaweza kutokea. Mheshimiwa John Heche kuanzia aweze kuchukua usukani katika nafasi hiyo yake Mheshimiwa Tundu Lissu, sote tumeweza kushuhudia jinsi gani ambavyo chama hiki Chadema kimeweza kuwa imara katika siasa za Jamhuri ya Tanzania kulinganisha na chama tawala cha CCM. Ila mtazamaji wangu, Mheshimiwa John Heche anaamini ya kwamba kama kweli viongozi wakuu walioko madarakani wasingependa maandamano ya Sabasaba yaweze kufanyika, basi ni vyema waweze kusikiliza vilio ambavyo Watanzania wanazidi kulia na kuweka hadharani kwamba vitaweza kuchangia maandamano ya Sabasaba yaweze kufanyika, na sio swala la kumzuia Mheshimiwa John Heche kufanya kile ambacho ameweza kukianzisha, operesheni ya katiba mpya na Free Tundu Lissu, jambo ambalo hivi sasa ndilo ambalo linazidi kujadiliwa kila kona katika siasa za Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo limeweza kusababisha viongozi wakuu wa serikali ya CCM kuwa na hofu kubwa ya kisiasa kuhusiana na kile ambacho Mheshimiwa John Heche anazidi kukifanya. Na ndipo ambapo ukweli huu umeweza kujitokeza ya kwamba siku ya jana msafara wake ulikuwa ukifuatwa na maafisa wa polisi, sio kwa nia ya kuwapa ulinzi katika mkoa waliokuwa wakielekea, bali maafisa hawa wa polisi ndio kwa njia moja ama nyingine waliweza kuhusika kusitisha rali aliyokuwa ameweza kuipanga kuifanya Mheshimiwa John Heche. Ila hii hapa sio mwisho ya kile anachozidi kukifanya Mheshimiwa John Heche katika mitandao ya kijamii. Hivi sasa anazidi kuendelea kuzungumza ukweli, na hata Free Tundu Lissu na katiba mpya hajaweza kuacha nyuma, na sote tunafahamu kwamba kama kweli kuna habari njema inayozidi kusubiriwa na mamilioni ya Watanzania ni uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu na katiba mpya, na hizi zote lazima ziweze kufanyika kutokana na uongozi ulioko madarakani. Iwapo utaweza kujaribu kuonyesha Watanzania wameweza kubadilisha aina ya uongozi ulioweza kutumika wakati wa maandamano ya mwaka 2025 na maandamano yanayozidi kuratibiwa kufanyika mwaka 2026 tarehe 7 mwezi wa 7. Pia kwa njia moja ama nyingine, hii hapa ndiyo nafasi ambayo inazidi kuonyesha uongozi ulioko madarakani utaweza kujali maslahi ya mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, ama uongozi huo utaweza kupuzia kama ulivyoweza kupuzia katika maandamano
ya mwaka 2025, jambo ambalo halikuwa ni habari njema kwa mamilioni ya Watanzania kutokana na baadhi yao kuathirika na ghasia zilizoweza kufanyika. Na hivi sasa, mtazamaji wangu, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanazidi kulaani kitendo ambacho kiliweza kufanywa kwake Mheshimiwa John Heche kutumiwa maafisa wa polisi ili ya rali aliyokuwa anaenda kuifanya isiweze kufanyika, kwani ubabe huu wa kisiasa, mtazamaji wangu, sio vyema kuhusisha maafisa wa polisi wanaozidi kupaswa kulinda raia ambao watakuwa wakihudhuria rali zinazozidi kuongozwa na viongozi wakuu wa chama Chadema. Sote tunafahamu kwamba dhumuni na sababu kuu ya rali iliyokuwa imeweza kuandaliwa naye Mheshimiwa John Heche ni kwa ajili ya kufanya uhamasishaji umuhimu wa katiba mpya anayozidi kuiita operesheni Free Tundu Lissu na katiba mpya. Na sote tunafahamu kwamba hivi sasa jamaa wake Mheshimiwa Tundu Lissu wanazidi kupitia kipindi kigumu. Picha halisi tuliweza kushuhudia kipindi na wakati ambapo bibi yake Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuvunjika moyo huku akitokwa na machozi katika bunge la Ulaya, jambo ambalo liliweza kuonyesha dalili ama wakati mgumu ambao wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu wanazidi kuupitia. Na hivyo basi kweli Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi hiyo ya uhaini inayozidi kudaiwa, basi mahakama kuu iweze kuwajibika kufanya uamuzi bila upendeleo wa vyama vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Sawia na jinsi gani ambavyo, mtazamaji wangu, kilichotokea katika bunge la Ulaya, dada yake Mheshimiwa Humphrey Polepole kutokwa na machozi, ndiyo hali halisi inayozidi kukumba mamilioni ya wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole kutokana na uwepo wake kutojulikana, jambo ambalo linazidi kusababisha familia yake kuwa katika kipindi kigumu kwa njia moja ama nyingine. Hizi ndizo baadhi ya vyanzo vinavyozidi kuchangia waandamanaji kuwa na ange ya kuandamana katika maandamano ya Sabasaba. Ila kama kweli viongozi walioko madarakani wataweza kufanyia kazi swala hilo, basi mtazamaji wangu, moja kwa moja hakuna yoyote yule atakaye na nia ya kuandamana ama sababu ya kuandamana. Ila kwa jinsi ambavyo mambo yalivyo hivi sasa, ni dalili tosha inazidi kuonyesha uongozi mkuu wa serikali ya CCM ndio unaozidi kuchangia yale yote yanayozidi kuonekana hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, tuambie unakozidi kututizama na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.